kuanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa tukiwa katika hali ya uzima na afya, lakini kipekee nichukue fursa hii kuwashukuru wote ambao mmejumuika nasi katika press conference yetu hii pamoja na waandishi wa habari kwa kuitikia wito wetu huu kwa wingi wenu. Tunawashukuru sana na tunawapongeza sana kwa hilo. Aidha, nichukue fursa hii kutoa dibaji fupi tu ya hili jambo ambalo limetuleta hapa. Kama ambavyo tunafahamu, wizara yetu hii ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu ni wizara mpya ambayo imeanzishwa katika kipindi hiki cha pili cha serikali ya awamu ya 8. Na kama ilivyo ada, kitu kipya siku zote huwa kina shauku kubwa, na mara nyingi shauku ile ama kiu ile unaweza kuizima kwa kuweza kutoa taarifa za mara kwa mara. Kwa hiyo utaratibu huu wa kuwaitisha ndugu zetu wa vyombo vya habari ni utaratibu ambao tumeuchukua kwa maksudi kama wizara, kama sehemu ya kutii ama ya kutibu ile kiu na shauku kubwa ambayo wananchi wetu pamoja na wadau wanakuwa nayo ya kutaka kujua nini ambacho kinaendelea katika wizara hii mpya, shughuli ambazo zinafanywa, mikakati ambayo tumejipangia, hatua mbalimbali ambazo tumechukua. Inawezekana katika mazingira ya kawaida mnakuwa mnaona tunatuma posters zetu, leo tumekutana na huyu, kesho tumekutana na huyu, lakini pengine zile picha huwa hazitoi picha halisi hasa ya nini ambacho wizara inafanya, nini ambacho wizara inaendelea kukitekeleza na mikakati yake ikoje. Kwa hiyo huu ni utaratibu ambao tukiafikiana tutakuwa tunauweka kwa kila kota, kwa maana kila baada ya miezi mitatu tutakuwa tunaitana kama hivi vyombo vyote ambavyo viko hapa Unguja, lakini vile vile ambavyo viko kwa upande wa bara, ili kuweza kuwa tunapeana mrejesho. Maana hatutaki tuwe tunakaa muda mrefu sana kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika nyuma ya pazia lakini wananchi hawafahamu. Kwa hiyo hii hasa ndio dhamira ambayo tumeikusudia, kwamba ili tuwe karibu na wadau, ili tuwe karibu na wananchi, basi kila baada ya miezi mitatu tuwe tunakutana kama hivi na kuweza kupeana mrejesho, na hatimaye nyinyi kwa upande wenu kama waandishi wa habari sasa muwe ni daraja la kufikisha taarifa hizi kwa wananchi. Kwa hiyo hapa leo tunaashiria mwanzo mpya wa wizara yetu katika safari yake ya mageuzi ya kidijitali, na hili ndiyo dhamira, malengo kuu la kuanzishwa kwa wizara hii, kwamba tunakwenda kufanya mageuzi ya kidijitali katika serikali, lakini vile vile kwa kushirikiana na sekta binafsi pamoja na taasisi nyingine ambazo ni za kiserikali na zisizo za kiserikali. Na kuanzishwa kwa wizara hii ni uthibitisho wa dhamira ambayo alikuwa nayo Mheshimiwa Rais ya kuona sasa ni wakati mwafaka kwa Zanzibar kuingia katika hii dhana nzima ya kuiendesha serikali kidijitali. Kwa hii ni commitment ya serikali ya kuona kwamba kuna mageuzi makubwa huko duniani ambayo yanafanyika katika sekta hii ya tehama, na kwamba Zanzibar kwa takriban kipindi hiki cha miaka 5-6 tumekuwa ni sehemu ya hiyo safari, lakini hapakuwa na taasisi ama wizara mahususi ambayo ingeweza kuratibu masuala hayo. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo limeonekanika kwamba kwa umuhimu wake, kwamba lazima sasa kuwe kuna wizara ambayo itakuwa inaratibu jambo hili. Kwa hiyo ndugu waandishi, sisi tumewaita kwa maksudi hayo, na tunawaomba sana kwamba tuwe karibu katika safari yetu hii ambayo tumeianzisha, na tunaamini kwamba hii safari itakuwa ni safari ya kihistoria. Kwa hiyo tuendelee kuwa pamoja. Leo hii tuna press
lakini hapo mbeleni tunatazamia kwamba tutakuwa tuna matukio mbalimbali ambayo yanahitaji uwepo wenu kama sehemu ya kuunganisha jamii pamoja na wizara, lakini vile vile kutoa fursa kwa vijana wetu, maana hii wizara pia ina kipengele hicho cha vijana, ambao tunafahamu kwamba vijana ni sehemu kubwa ya masuala haya ya tehama, miundombinu ya tehama na mambo mengine kama hayo. Nilipokuwa wizara ya utalii kule, tulikuwa tuna pool yetu ya waandishi wa habari, na kwa vile huu ni mwanzo tutaangalia, lakini natamani kwamba tuwe tuna pool ambayo wakati wowote ule ukimtaka mwandishi fulani unajua ni nani ambaye tunaweza tukaenda naye kwa haraka kwa ajili ya masuala yetu haya. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tutaliratibu kwa upande wetu huku ndani, kwamba sasa tuwe tuna pool maalumu ya waandishi wa habari ambao hao watakuwa wana base katika swala zima la kuhabarisha jamii juu ya harakati zetu ambazo tulizokuwa nazo kwenye swala zima la kudigitize serikali, lakini vile vile kufanya uchumi wa kidijitali kwa upande wa Zanzibar.